أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، واشكر له على توفيق امتنانه، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ama baada, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi na fadhila nyingi ambazo kwamba ametuneemesha sisi wanadamu. Ikiwa neema kubwa kabisa ni wewe kuitwa Muislamu ama ni wewe kuwa ni Muislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, inna dina inda Allahi al-Islam. Hakuna dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla fi ula ataikubali siku ya Kiyama isipokuwa dini hii ya Uislamu. Ukiombatika basi kuwa Muislamu ni neema kubwa na fadhila kubwa na mapenzi makubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna budi kusema alhamdulillah. Ikiwa neema ni nyingi, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ambazo kwamba tukisema tuzianze kuzihesabu moja baada ya nyingine hatuwezi tukamaliza neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, neema ni kubwa. Hata ulivyoumbwa wewe, umeumbwa kwa umbile zuri, umeumbwa kwa utukufu mwanadamu. Aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kwa umbile lilikuwa zuri. Kama ni mwanamume, hakuna mwanamume adili, kila mmoja ni handsome, na kama ni mwanamke, wote ni beautiful. Yule unayemuona kwako ni mbaya, kwa mwingine kwake ni dhahabu. Hakuna mwanadamu mbaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kwa umbile lilikuwa zuri, na hata ukiangalia ulimoumbwa kwa ustadi na ufundi wa hali ya juu. Ukiangalia mdomo kwa sehemu yake, ukiangalia pua iko sehemu yake. Chukulia mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angechukua hili pua angeliweka sehemu nyingine, au angechukua macho angeweka sehemu hiyo kwenye goti mathalan, au angeweka kwenye kisogo, mwanadamu angekuwa na umbile aina gani? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kwa umbile kwa zuri, na tunabudi kumrudisha shukrani za dhati Allah Subhanahu wa Ta'ala kusema alhamdulillah. Na lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuumba sisi na kutuacha hai leo hii ni moja pekee yake, aliposema katika Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu hakuumba majini na wanadamu, lengo ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi katika siku kama hii tukufu ya Jumaa kuwahi msikitini katika siku hii ya Jumaa, kufanya khairati nyingi, hasa khairati kubwa ni kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika fadhila ya siku kama hii ya Jumaa kuna saatul ijaba, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka muda huu kwa waumini. Sio kila mmoja amebahatika na kupata muda huo, muda ambao kwamba ukiomba dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mpesi kujibu kwa haraka sana. Saatul ijaba, sababu kwamba ukiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi hakurudishi patupu. Lazima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua yako itakuwa yenye kukubaliwa. Na aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah, enyi mlioamini mnaposikia mnadi swala au anayadhini muadhini na anaadhini msikitini ni siku ya Jumaa, basi muumini wa kweli ni kuacha shughuli yako, kufunga biashara yako, kufunga kazi yako, kuelekea msikitini. Na kama basi ni Muislamu
umebahatika kuwa eneo hili la Busia, katika eneo hili mkabala na Kenya Power hapa, basi inshallah ni Muislamu barabarani, basi tukaribisha ufike msikitini, kwa sababu neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema siku ya Juma kama hii tunaposikia adhana, basi muwahi msikitini, kwa sababu kuna kheri na siri kubwa ndani yake. Ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, tunabudi kumtakia rehema na amani nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipenzi chetu na kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa juhudi kubwa na kazi kubwa kutuletea dini hii nzuri, dini hii tamu ya Uislamu. Ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, katika mimbari hii tukufu tutazungumzia mada ambayo kwamba wanadamu wengi wamekithiri sana kufanya, lakini hawajui kama ni madhambi wanapata. Mada yenyewe inaitwa shirku billah au shirki, ushirikina. Kwamba kila mmoja katika hili litakuwa limemgusa sehemu moja au sehemu nyingine. Yaweza ikawa unafanya shirki lakini haufahamu kama ni shirki. Yaweza ikawa unamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini ufahamu kama unafanya ushirikina. Na ni wengi, wanadamu wengi wamekithiri sana. Mtu anaona jambo la kawaida alifanya, lakini kumbe ni maasi na kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo ukiangalia wanadamu wengi katika kufanya jambo, mathalan kufungua biashara, kuna mambo lazima atakuwa anayafanya. Kapata mtu amefungua biashara, anachinja mbuzi, baada ya kumchinja yule mbuzi, anachukua kitu cha mbuzi anakifukia katikati ya mlango. Huo ni ushirikina. Mtu amefungua duka, ameenda kuchukua mifupa fulani ya mnyama fulani, amechukua mifupa na kutundika juu ya mlango. Mfupa hiyo iwe ni yenye kuvutia wateja, mfupa huo iwe ni yenye kumkinga na mambo mabaya katika duka lake. Hii yote ni shirki. Shirki ni ile kutombe kwamba leo hii wengine unapata mtu amezaa mtoto, amepata mtoto alhamdulillah, mtoto yule anaanza kufungua vitu ambavyo kwamba havinasibiani na katika misingi na sheria ya Kiislamu. Utapata watoto wengine wamefungwa vitu viunoni, wengine wamefungwa vitu mkononi, vitambaa vyeusi na irizi. Irizi hiyo ukiangalia ndani kuna ngozi pengine ya mbuzi, kuna kucha. Uchawi upo ndugu zangu kwa Uislamu. Na hizi zote zinafanyika si kwa Waislamu, si kwa Waislamu tu pekee yake, hata kwa wasio kwa Waislamu pia wanafanya ushirikina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an. Tumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na tusimshirikishe Allah na kitu chochote. Maana kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kumwekea badala, kumtegemea asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yote muumini yule amekuwa moyo wake utafungamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala pale katika matatizo. Man tawakkala Allah fa huwa hasbuh, mwenye kutawakkala kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuacha patupu. Ajabu wewe unapata matatizo, na ukitembea dunia sasa hivi East Africa nzima, baadhi ya mitaa ukitembea barabarani utapata mabango, maandishi yamebandikwa kwenye majumba, kwenye miti, kwenye nguzo za stima, fulani bin fulani, mganga fulani kutoka sehemu fulani Kitui, mganga fulani kutoka sehemu fulani Mombasa, mganga fulani kutoka sehemu fulani Tanzania. Wewe naye unasahau kwamba mganga mkuu, mganga ambaye kwamba hawezi kushindwa jambo lolote ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala hataki chochote kwako, ni wewe kuingia msikitini, kutawadha, kuweka nia yako, kusoma rakaa 2 pekee yake, kumwambia Rabbi, nina mtihani, Mwenyezi Mungu nina loan, Mwenyezi Mungu adaiwa rent. Unajua kuna vitu vingine ukimwomba Mwenyezi Mungu unaweza kuomba chochote, kwa credit. Suna credit kwenye simu. Mwenyezi Mungu leo sina credit, leo nimefulia, ya Rabbi nijalie nipate credit. Wallahi ukiwa na imani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa credit. Lakini usijiulize sasa huyu Mwenyezi Mungu atamtuma malaika dukani amletee credit. Ndio kuna kitu tunasema Mwenyezi Mungu sasa credit hapa. Sasa hiyo credit itafika vipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna waja wake waumini, hapo kwamba ukimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala basi kuna atakutisha kheri yako unayoiomba kwa mwanadamu mwingine kukuletea wewe. Lakini unaenda kwa mganga huyo
Ukiangalia wachawi una njia nyingi sana ya kujinufaisha wao. Atakwambia wewe, tatizo lako niletee mbuzi, tatizo lako niletee ng'ombe. Na ukiangalia ng'ombe ni gharama. Kama ni mganga wa kweli, kama ni kwenda kusaidia, mbona sitishe sukuma au kitisha omena, kitisha ng'ombe, mbuzi. Alafu sakija kwako pale anakufanyia vitu vimegambwenda pale, naanza kuambia vitu vya uongo, basi yoyote ambaye kwamba atamsadikisha mganga, atamsadikisha kuhani kwa yale alikomwambia, basi ameyakanusha maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qur'an. Kuna wachawi, ukiangalia watu wengi siku hizo wakifeli katika hili na hawajui kama ni makosa. Leo watu kuna hili masuala ya kupiga picha. Mtu tafika nyumba nyingi sana, tuna mtu ndani ya nyumba sitting room ameweka picha ya mama yake ilifariki. Kutoka sitting room ameweka picha ya baba yake ilifariki. Na unafahamu nyumba yoyote ambayo kwamba itakuwa na taswira ya mtu au wanyama, picha za wanyama, picha ya binadamu kiumbe hai, malaika ni haramu kwake kuingia. Sasa akinifikiria nyumba yako ni na picha. Na kuna baadhi ya watu wanaweka hizi picha na kama kuziabudu. Ndugu zetu Wahindi, ukifika kwao unaweka picha, unaweka budi, una urembo fulani unaweka pale. Kila asubuhi unakuwa na ibada maalum kumwombea huyo mtu. Hii ni ushirikina ndugu zangu. Kuna baadhi ya watu ukiingia katika nyumba yake au kwenye duka lake utapata ameweka kamba. Hiyo kamba si kwamba inafunga kitu fulani, imening'inizwa tu. Imening'inizwa pekee yake. Ukimuuliza kamba nini? Ni ya mvuto. Kamba ya mvuto. Na kuna baadhi ya watu kwenye matanga leo wamekithiri. Leo kwenye matanga ni dili leo. Nilisikia matanga fulani ilikuwa sehemu za Kisii huko. Busia, sehemu za Kisii. Tulimosha marehemu. Baada ya kumosha marehemu, yale maji yalobakia sasa, bwana mmoja kanifuata, Sheikh, habari yako? Salamu, naomba maji. Namwambia maji? Sasa maji mimi mgeni hapa, siombe wenyeji kule chini. Sio maji haya. Sasa ndio kama maji ya kunywa ya kuoga, maji haya ya maiti. Maji ya maiti ni mstaajabu. Kama maji ya maiti utakunywa ama vipi? Wewe haujui baba. Hii ni dini. Akaniambia, alipokuwa na aibu, ananiambia hii ni dini. Mimi nilikuwa sijui kama maji ya marehemu kama ni dini. Nikamwambia, ongea na wenyewe husika. Mimi hapa ni shaka tu naosha, nikimaliza basi nenda zangu. Kini hao wengine unataka wewe wafate wahusika. Akamwambia Sheikh, tukule kidogo tu. Anatupa kidogo ya steam ya predator. Ataka maji. Unajua beseni ile ya Kiislamu tunapomosha marehemu kitanda chini kuna beseni. Akaambia kama utashinda basi naomba niingie nichote mwenyewe. Hilo jambo likawa linaniumiza kichwa, maji ya marehemu, maji ya maiti ina dili gani? Nikamwambia bwana usinihusishe, ongea na wengine. Mimi nikachana naye. Lakini hilo jambo likawa linaniumiza kichwa, kapata mwingine kamuuliza. Bwana bibi salama. Samahani kwa kuuliza, kuna bwana ananimstiri kwa jina. Lakini ameniomba maji ya marehemu, maji ya maiti tunayomosha haya. Akamsema umempea, basi kampea. Afadhali kwa. Nakuja kwani maji ya maiti ni vipi kwanza? Ni kinywaji special ni ya mtu na kunywa ama ni vipi? Ananiambia maji ya maiti ni dini. Unapochukua maji hayo ukaweka kwenye biashara, kama kwenye biashara yako hivi, kwamba wateja watakuja kwa wingi. Na wengine mpaka niambia kwamba maji hayo kwenye mahoteli haya, na si kama na biashara za watu, lakini nilivyoambiwa kwamba maji hayo wanachukua wanaweka kidogo kwenye chai au kwenye pilau, kwenye chakula. Bado unapokula chakula kile kesho hata kama una hela utarudi pale pale. Hiyo ni ushirikina. Wengine kaniambia kwamba mpaka nguo hizi aliyekufia nayo nguo marehemu ni dini. Ni mtu fulani. Ushirikina. Mwingine anakuambia kamba alijinyongea. Mtu amekwamba alichukua kamba akajinyonga kwenye mti. Ile kamba ni dawa.
Mimi niliuliza swali moja pekee yake, maji tu ina faida gani? Lakini aliamua kunifungukia mengine kama mpaka wengine mambo mengi mpaka kashtuka. Yote ni ushirikina na wafanya biashara wengi miongoni mwao sio kwamba biashara zao zimenyoka. Muumini wa kweli ni yule ambaye kwamba anategemea Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akupa mitihani ni yeye, khairu min Allah wa sharru min Allah. Usio mwanadamu yule ambaye kwamba katika Qur'ani anasema fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Isio wale wanadamu ambao kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ulikuwa hauna biashara, ulikuwa hauna kazi, ulikuwa hauna pikipiki, ulikuwa hauna gari, ulikuwa hauna mwisho wa siku Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akakujalia ukapata uwezo, akakujalia ukapata biashara kidogo, akakujalia ukapata pikipiki mathalan, akakujalia ukapata duka, akakujalia ukapata. Basi usijisahau kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atajipenda, rabbi akraman, Mwenyezi Mungu amenipenda, Mwenyezi Mungu ni kadha wa kadha. Ukasahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa nini amekupa, kwa sababu gani amekupa. Lakini wanadamu hawa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewanufaisha, leo hii uko vizuri, leo hii mashaallah biashara uko vizuri, leo hii una kipato kizuri, siku Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akupa mitihani. Ni pale Qur'an anasema wa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wewe ulikuwa unacho, ulikuwa bosi, ulikuwa HR, wewe ulikuwa supervisor, ulikuwa manager, ulikuwa CEO, ulikuwa ni director. Mwenyezi Mungu sasa akakushusha cheo. Pengine ulikuwa ni governor ukarudi kuwa MP. Pengine ulikuwa MP ukaja kuwa MCA. Unajisahau na kusema kwamba nimerogwa. Wewe hapa leo tukifanya jambo lisipoenda sawa, tunaingia kwenye masala ya ushirikina. Fulani hivi, fulani vile. Unasahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekupa. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye anaweza kuchukua alichokupa. Leo kuna baadhi ya watu wanafanya kila mbinu na juhudi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mbinu na juhudi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna baadhi ya watu, ni baadhi ya masheikh hapa mtandaoni na wafahamu, wanakwambia wanakufanyia kisomo. Kuna baadhi ya watu wanakwambia nitakupa pete ya bahati. Mwingine anakuambia nitakufanyia kuangalia nyota. Hivi ni kuuliza swali. Sote tumesoma shule hapa. Part of the body. Tulisoma mwili wa binadamu. Kuna head, kuna hand. Hizi zote ni viungo vya binadamu. Sasa ni sehemu gani shuleni ulisoma ukaambiwa kiungo hiki kinaitwa nyota? Kuna kichwa, kuna mikono, kuna pua, kuna miguu na mengine mengi tu haya. Lakini ni kiungo gani uliposoma wewe? Umemaliza shule form 4 leo ama university, ukasomeshwa kwenye mwili wa binadamu kuna sehemu inaitwa nyota? Hakuna. Sasa hiyo nyota wewe unaenda huko kwa mganga, kwa kuhani, kukuangalia nyota yako ni nyota gani? Na kwenye mwili hauna kiungo kinaitwa nyota. Unafika mganga anakuambia wewe na kukuangalia hivi nyota yako wewe ni chafu, mpaka nikusafishe. Haya, muulize huyo mganga, hiyo nyota inakaa sehemu gani kwenye kichwa? Kwa sababu kuna jambo fulani tukiimbishwa nasari, head shoulder knees and toes, knees and toes. Hiyo head shoulder knees and toes hizo unaimba head, kichwa, knees and toes, ni vidole gani? Kuna kitu gani kinaitwa nyota kwenye mwili wa binadamu? Utaona hakuna nyota kwenye mwili wa binadamu. Sasa ni kitu gani wewe unaenda kwa mganga kumwambia nyota yako ni chafu, nyota yako ni ya simba, nyota yako ni ya mbuzi? Unaharibu pesa zako kibao. Haya, unaenda kwa baadhi ya mashehe wengine. Hawaita mashehe hao. Maana mitandao wamejaa kisawa sawa. Kuna baadhi ya elimu ya ramli,
falaka. Mtu anakuja kwake anakuambia nipe jina lako na jina la mama yako. Jina yako wewe unaitwa Abdallah Yusuf au Yusuf Abdallah, hata jina ya Abdallah, hata jina mama yako ni Halima, ni Maryam, anakuambia nipe jina la mama yako. Baada ya kuchukua jina la mama yako, sasa anaanza kupiga hesabu zake. Kuna vitu vinaitwa iskeli. Kuna baadhi ya vitu anaanza kuchora moja, alafu baada ya saa hapo anaanza kuzikata hizi. Ikibakia moja ibakia anaandika hapo. Mwisho wa siku sasa anaanza kuhesabu pale, akihesabu anaingiza kwenye namba, hizo ni namba. Anaanza kuhesabu, inapatikana namba 7, anaingia kwa mambo yake sasa, anakuambia wewe, inapatikana wewe ulete mbuzi watatu. Nyota yako imechafuliwa na jirani yako. Alafu gharama yako ni shilingi 50,000. Wewe unapokuja hapo shilingi 10 huna. Unaambiwa gharama shilingi 50,000. Unaanza kuingia kwenye tatizo lingine sasa. Kwa kuwa unataka kutibiwa, unaenda kukopa. Unakuja pale, anaanza kukufanyia. Ukufanyia kisomo chenyewe sio kisomo hiki unachokijua wewe. Unaambiwa ndugu zetu wengine hawa, wewe unakaa chini na kuzunguka rounds. Unachukua maji na tahlili. Unasoma Qur'an, kisha maji yanapitishwa round, unapuliziwa Bismillahirrahmanirrahim, Yasin nasomeshwa. Unaenda kwa shekha huyo, anakuambia niletee nguo nyeupe, niletee shuka nyeusi, niletee shuka rangi gani. Kisha sitarajabu huyo shekha anakusomea, anakuweka chini akwambia nyoosha miguu. Akikosha kwambia oi nyoosha miguu, anachukua kuku mweupe, anakokea juu kwenye utosi wako. Alafu sikiza Qur'an inaposomwa hivi. Ishamaliza. Yaani Qur'an hausikii hata ile herufi. Herufi ya kwanza pekee yake. Yasin wal Qur'an ina mambo imeisha. Alafu mate kwa wingi na makohozi. Ushatikika wewe. Baada ya kutoka wewe hapo, unakuja msikitini, Allahu Akbar, subhanallah. Umetoka kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu wanakuambia haya, pete hizi. Kuna mashaikh wengi wanavaa pete hizi. Pete hizi hata mimi nimevaa. Unajiuliza shaka napi na mwenye chama ama vipi? Shaka pete nyekundu hizi mashaikh naye pia ni wale mavipi la. Pia anavaa pete ana sababu yake. Ana sababu yake. Kuna baadhi wanakuambia pete hivi vyenye vitu hivi. Kuna kitu cha kitabu nyekundu hivi. Kuna mwingine ya bahari. Kuna mwingine anakuambia sijui ya kijani. Alafu kuna shekhe mmoja mtandaoni, nafikiri mnamfahamu. Sio mimi kumtaja kwa sababu mwenyewe amejiweka wazi. Ni shekhe hapo zamani alikuwa mashallah kwenye da'wa nzuri, akislimisha watu kwa wingi. Akifanya da'wa ya kushirikiana na mazingi, anaitwa Dr. Suli. Shekhe huyu kija kwenye mtandao ana trend sana. Anakuambia yeye anafanya kazi na majini. Na anatoa pete za majini. Na pete nayo anaovaa yeye hapo ni ya jini. Ni kweli? Kuna hizi pete zile za majini. Na wengine wanavaa pete hizi kwa sababu ya mvuto. Mtu mwingine anakuambia fanya hiyo. Unafanya kile mtu ni mafuta anaishikia shikeni. Kuna yule kwa shikeni anaandika alafu anapaka mafuta fulani kwenye mafuta, kwenye mkono. Baada ya shekha akija kwenye duka lako, aikwambia asalamu alaykum, kamshika mkono. Na yale mafuta wewe akapeka mtu akakushika hivi. Akikwambia nipe milioni inaomba. Mkono. Wengine watumia hizi alama za vidole hizi. Kwenye mkono wako ukiangalia kuna mistari. Hizi mistari wengine wanatumia hizi mistari kuangalia maisha yako. Anakuambia bwana mstari huu M. Kuna M, sijui kuna N, sijui kuna Z. Anakuambia hizi mistari kwenye mwili wako wewe, inakana wewe nyota yako ni chafu, nyota yako wewe imechafuliwa. Kuna kitu fulani iko hivi na wewe utaamini. Tambua utakuwa umshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ni nyingi ndugu zangu tukufu wa Islam. Na nikiamua kuelezea masala ya shirki wengine watashtuka. Mchawi yeye hasa kwa wanawake ndio wako kwenye hatari kubwa zaidi. Ningependa kufafanua hapa kwa wanawake. Wanawake ni hatari kubwa zaidi. Dada zetu hawa wanaingia katika siku zao za kila mwezi.
hedhi. Na wachai, asilimia kubwa wachai wanapenda kutumia damu. Kwa dada zetu, tahadhari sana dada yangu, unanisikia? Umeingia katika siku zako, kuna hizi vitu ambavyo kwamba wanatumia kujihifadhi, always, tusione aibu kuzitaja, ni aibu. Hizi padi wengine hutumia, wakishamaliza hawazitupi sehemu husika. Mtu ashamaliza ile ni yake anaitupa ukiwelawela, lakini wasahau kwamba hawa wachawi wanatumia damu. Ndipo utapata mtoto, bibi yako hazai kupata mimba inaondoka, kumbe ile damu aliyoitupa pale, mchawi katika kupita kwake katika damu akaichukua ile padi yake akaifanyia mambo huko. Utapata mtu anapoingia pili tumbo na muumba sui grams sui kitu gani, yaweza ikawa tayari ushafanywa mambo kupitia hiyo damu yako, kama umeitupa kidogo kile na ulele. Ukisema barabarani leo utaziona sio kibao. Ndio kwa mwanamke anapoingia pili tumbo inamuuma kwa inamkata, au mwanamke anapofuata tendo la ndoa anapata maumivu ya hali ya juu mpaka wengine hawatamani kusatendo. Ndoa nyingi zimeharibika, mke hataki hata mume kumgusa. Hii yote tayari umefanywa tayari vitu ambavyo kwamba hauwezi ukajua ni vitu gani. Na suluhisho turudi kwa sunna na Qur'ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wengi tumeviacha vitu vyote hivi. Tumeviacha, tunatafuta mbinu zingine za ajabu. Nikimalizia, kuna dada mmoja mume wake alikuwa hawaelewani. Mume mkali, kila katika nyumba ya mume ni simba. Dada yule akaamua sasa kutafuta msaada, akaenda sehemu kuna imeandikwa bango, mganga fulani kutoka sehemu fulani. Kapiga namba, ndipo sehemu fulani akaenda. Kwenda kumuelezea yule mganga shida yake. Mganga yule naye alikuwa ni mtu mwenye akili. Akamwambia yule mwanamke, amwambia mganga, mume wangu ni mkali, ananipiga kila siku. Yaani katika nyumba inawaka moto. Naomba nipe dawa kumtuliza mume wangu, anipende. Yule mganga anamwambia, mume wangu ni mkali. Naam, unataka dawa? Mashaka naanza. Niletee manyoya ya simba. Niletee manyoya ya simba, lion. Na simba huyo aumpati sokoni. Simba huyo ni national park. Umfuate huko kwenye mbuga za wanyama, uchukue manyoya. Dada yule na wanawake na bidii, mwanamke kuamulia jambo shekhi, una bahati. Mwanamke kasikia hivyo asema nitaleta. Yule mganga pia alishangaa, alishtuka, hiyo sharti ili aondoke, lakini yule mama anamwambia nitaleta. Mganga kwa mara pili, "Fanya nini?" "Nitaleta." Mganga akasema hapa chacha, umekucha. Akamwambia haya siku fulani. Yule bibi akaenda zake mwanamke msituni kutafuta hiyo ya wanyama. Hiyo ni nyama ya simba. Ndio maana katika Qur'an hakuna sura Rijal, kuna sura Nisa. Hao na watu wanapitia akikosa kwa huko atapata kwa huko. Mwanamke ameenda msituni kule sasa, akaona simba huyo kachukua kuku kamrushia. Kaanza kumrushia kumpa nyama. Simba kashiba, kamsogelea kama kumshika kama pusi hivi kachukua manyoya. Kile kwa mganga. Manyoya. Na kwa kudhibitisha ni manyoya ya simba kweli. Akamwambia kwa dawa tayari unayo dada. Ana kivipi? Wewe unamwambia mume wako ni mkali kushinda simba? Akamwambia la, basi tumia mbinu uliyomtuliza simba, ukachukua manyoya, basi tumia hizo mbinu kwa kutuliza mume wako. Na hiyo ndio dawa na milioni ya shadipo. Kwa hiyo ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shirki ni ziko nyingi. Kuna shirki ndogo, kuna shirki kubwa. Inshallah tutafuta time Ijumaa ijayo tutaendelea na mada yetu ya shirki, kwa sababu mambo ni mengi ndugu zangu watukufu wa Kiislamu tunayofanya tukijua kwamba ni sahihi, kumbe tunakosea. Barakallahu fikum al-azim wa nafa'ani bil hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Astaghfiruhu.